Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni ukaribishe kwa tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa. Leo nimechagua tuongozwe na somo la Injili ambalo linatoka Injili ya Mathayo sura ya 14 aya 13 mpaka ya 21. Kwa ufupi, hii Injili inasemaje? Injili hii ni simulizi maarufu sana ambalo tunalikuta kwa wainjili wote wanne. Simulizi ambalo linamuonesha Yesu akiwalisha watu takriban 5,000, hasa wanaume tu kadiri ilivyoandikwa kwenye Injili 5,000. Ni wazi kulikuwa na akina mama na watoto ambao walikuwa mahali ambapo hakuna chakula, jangwani. Na hili kwaje? Mstari wa 21 unasema kwamba baada ya Yesu kupata habari za kifo cha Yohane Mbatizaji alijitenga akaenda kuwa mahali pa peke yake. Ni wazi Yesu baada ya kupata habari za kifo cha Yohane Mbatizaji alihuzunika sana. Yesu alikuwa mwanadamu lakini alikuwa ni Mungu. Ule ubinadamu aliguswa kama wote tunavyofiwa, na tukijua kwamba Yohane Mbatizaji alikuwa na undugu na Yesu kwa sababu mama Elizabeth, mama yake na Yohane Mbatizaji, alikuwa na undugu na mama yake Bikira Maria. Sasa baada ya Yohane kuonekana ni tishio kwa Herode ambaye alikuwa ni kiongozi, na alimwambia Herode kwamba asimtwae mke wa ndugu yake Filipo kumuoa, alikasirika akamfunga gerezani. Hakutaka kumuoa, aliogopa kwa sababu alijua kwamba Yohane Mbatizaji ni mtu muhimu na watu walimjua kwamba ni mtu wa Mungu. Ila sherehe kubwa aliyofanya na wakubwa wenzake ya kuzaliwa kwake ilipelekea basi akauawa, kama tulivyosoma katika maandiko matakatifu. Baada ya yule binti kucheza, na Herode akamwambia, omba chochote utakacho nitakupa, na akamwambia mama yake kumuuliza niombe nini kwa baba, akamwambia omba kichwa cha Yohane Mbatizaji, akawa ameuawa. Sasa Yesu alipopata habari hizo, sasa mstari wa 21 huu ambao nauongelea, akaenda kujitenga kwa mahali pa peke yake. Nadhani mimi Yesu kama mwanadamu, na waza alikuwa ni Mungu, alijitenga pengine kwa sababu kadhaa. Mojawapo kutaka kusali, lakini mojawapo kama mwanadamu, pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, kutaka kuomboleza muda fulani kifo cha Yohane Mbatizaji ambaye alikuwa ni muhimu sana, mtangulizi wake katika kulihubiri hili neno la Mungu. Sasa tunaambiwa kadiri ya somo hili, ni kuombe upate muda uweze kulisoma. Ni somo zuri sana, sirefu sana. Kabla hajafika kule, watu ni kama waliona naenda, wakamtangulia, wakafika kule akakuta wameishafika. Na basi Yesu akawaonea huruma. Ulikuwa umati mkubwa wa watu, na badala ya kuwafukuza akawahurumia. Akaanza kuwaponya wagonjwa wao, akaanza kuwafundisha. Na mwishowe ilipokuwa jioni, sasa somo ndio hasa kiini chake. Kulipokuwa jioni, mitume wake kumwambia, Bwana, waruhusu watu waende nyumbani, kwa sababu imekuwa jioni, waende nyumbani wakapate chakula. Lakini Yesu alisema hapana, wapeni ninyi chakula. Na ndipo wanafunzi wake wakasema, tuna mikate 5 na samaki 2. Hiki ni kitu gani? Haviwezi vikawatosha. Kumbe hapa Yesu anafanya kitu cha pekee. Anafanya muujiza wa kuwalisha watu wengi, takriban 5,000, na walikuwa wamehesabu wanaume tu, na wanakula na wanabakiza vikapu takriban 12 vya masazo. Kumbe hii inatuonyesha kuwa huruma ya Yesu ni kubwa mno kuliko uchovu wake aliyokuwa nao, pengine kuliko huzuni yake aliyokuwa nayo kwa kifo cha Yohane Mbatizaji. Lakini mahitaji ya watu wengine ni zaidi kuliko pengine mahitaji yake binafsi. Kitu ambacho kwa kweli hata mimi na wewe tunafundishwa kuiga mfano huu wa Bwana Yesu. Tusiweke mahitaji yetu pengine mbele sana kila wakati. Wakati kuna ambapo watu naona wanatuhitaji huduma zetu au msaada wetu. Leo tuongelee mambo matatu ambayo tunajifunza kutokana na somo hili la Injili Dominika hii ya 18. Cha kwanza ni hiki:
Yesu huona mahitaji yetu yote ya kiroho na kimwili. Narudia, Yesu huona mahitaji yetu yote ya kiroho na kimwili. Wanafunzi walipomwambia Yesu waage watu waende vijijini wakajinunulie chakula, ni wazi kwa mtazamo wa kibinadamu walikuwa sahihi. Ilikuwa changamoto, pale ilikuwa ni jangwani, hakuna chakula. Kulikuwa na wanaume wapatao 5,000 na of course na kina mama na watoto ambao hawakuhesabiwa kwa kadri ya mila za Kiyahudi. Lakini Yesu akawajibu kwa maneno haya ya kushangaza kidogo, akawaambia, hawana haja ya kwenda, ninyi wapeni chakula wale washibe. Haya maneno daima wewe unanikumbusha baba askofu mstaafu wa jimbo letu kula Tabora, Askofu Mkuu Paul Ruzoka. Tulipokuwa tunafanya vikao, na mnajua miaka ya nyuma hapa karibuni tumekuwa na sherehe kubwa sana za kitaifa, mara kongamano la Ekaristi, mara sherehe za Baba Madhama, mara sherehe za askofu msaidizi. Nakumbuka tulipokuwa tunafanya vikao, lakini tunasema labda kila parokia jitegemee chakula, au labda kuna hija ifucha, tuseme watu waje kutoka majimbo mbalimbali au pengine kutoka parokia zetu mbalimbali. Bajeti ya chakula kwa kweli hatuna. Alikuwa anasema hapana, wapeni ninyi chakula, na daima hapa alikuwa haelewi, na alikuwa na maneno yake ya daima, anasema kwamba hakuna mtu ambaye alishakuwa ni mkarimu alafu ukarimu wake ukamfanya ukawa maskini. Na kweli tulikuwa tunawapa watu chakula. Maneno haya ya Yesu baba askofu mstaafu Ruzoka alipenda kuyatumia. Kumbe Bwana Yesu hakutaka kuwapa wale watu mafundisho tu. Hakutaka tu kuwaponya magonjwa yao ya kiroho tu na kimwili tu, hapana. Alitaka wapate vile vile mahitaji ya kimwili, wapate chakula. Ndio maana Yesu, pointi ya kwanza, anajali mahitaji yetu ya kiroho na kimwili. Unajua mara nyingi sisi tunasema Bwana tusaidie, lakini Mungu anatupa majibu pengine kupitia watu wengine walioko karibu nasi au tunaokutana nao. Ndio maana na sisi tunaitwa kuwa mikono ya Kristo kwa wale wetu wenye mahitaji mbalimbali. Mfano huu tufundishe: wagonjwa, wenye njaa, wazee, wahamiaji, watu ambao wana makao, wajane, maskini, hata waliokata tamaa. Na sisi kumbe tuwajali, tuwakarimu kama Yesu. Na pengine katika huduma yako hiyo, katika shughuli zako, unaweza ukawa wewe ndio mkata ambao Mwenyezi Mungu anamlisha mtu mwingine. Hapa inanikumbusha kitu kimoja. Juzi kati hapa nilikuwa natoka mjini naelekea parokiani kwangu. Sasa niliposhuka kwenye kituo cha treni, nikafuta mzee mmoja miaka kama 85 anaomba. Alikuwa ameweka kijikaratasi kimeandikwa kwa Kiingereza, please help me, I have to cover my medical bills, I don't have medical insurance. Kwa Kiswahili, tafadhali naomba unisaidie, ninahitaji kutibiwa na mimi sina bima ya afya. Baba wa kizungu hapa Toronto hapa. Basi nikamwangalia mara moja, nikagusa mfukoni, nikatoa kidogo nilichokuwa nacho nikampatia. Halafu haraka nikaondoka. Akaniita, excuse me sir, come back. Baba samani, hebu rudi. Nikarudi. Kwa nini ameniita? Akanipa hii karatasi. Karatasi kadogo. Alikuwa na utu karatasi twingi ametukata, ametoka kwenye mfuko wake wa koti. Mtu ambaye alikuwa anampa msaada wote, kumpa chochote, alafu anampa karatasi. Kwa sababu baadaye nilienda upande wa barabara nikawa namwangalia. Wala ambao walikuwa wanapita, wengine wanamuinamia, wengine wanafanya hivi, wengine wazunguka wajari wanaondoka. Alikuwa wapi chochote. Ila ukimpa chote anakupaka karatasi. Haka karatasi amechapisha maneno kutoka Nabii Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Yanasema hivi: For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Kwa Kiswahili ni kwamba maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo ninayowapangia. Nimewapangieni mema na si mabaya, ili mpate kuwa na tumaini la baadaye. Haya maneno haka karatasi nimekatunza kwenye wallet yangu ya fedha,
na nitaendelea kukatunza. Huyu mzee alinitafakarisha sana. Wewe, mimi kama nilivyotoa kidogo nilicho nacho, kwa kusema sitaki kusema kujionyesha kwamba labda mimi ni mkarimu au natangaza kwamba nilimsaidia mtu, hapana. Ni fundisho nililolipata na bado natafakari. Wewe umempa chochote, lakini yeye kama alama ya kushukuru akakupa hii karatasi. Umempa cha kusaidia. Kama nilivyosema hapo juu maneno yangu kwamba Mungu anatumia sisi, ndio mikono yake, ndio macho yake, ndio miguu yake. Lakini yeye anakupa zawadi hii. Anasema na wewe usiondoke bure. Na haya maneno ni maneno ambayo Yeremia alikuwa anawaandikia Wayahudi waliokuwa utumwani, wamekata tamaa. Anasema Mungu ana mipango na wewe, pamoja na magumu unayopitia, Mungu ana mpango na wewe, atakufanya mambo yako yawe mazuri hapo baadaye. Na mimi kwa kweli hata niliposoma na mimi na changamoto zangu za maisha kama mwanadamu yote, na imekuwa ni maneno ya matumaini kwamba baadaye mambo yatakuwa mazuri. Pengine changamoto unazopitia za afya na kadhalika, na wewe unaweza kuwa na changamoto zako. Huyu mzee amenitafakarisha sana. Kwangu huu na mimi ni mkate mmoja wapo kati ya ile mikate mitano ambayo ile mtoto kadia injili zingine ambayo si ya Mathayo aliyetoa ile mikate mitano na samaki wawili. Ndio maana tunasema unapotoa unachokuwa nacho, unapotoa unachokuwa nacho, Mungu hicho anakitumia kumsaidia mtu mwingine. Kwa wapendwa, ndugu zangu, ninachotaka kusema ni kwamba tuguswe daima kuwasaidia watu wengine. Tuguswe kuwa vyombo vyake Mwenyezi Mungu. Kama wewe unavyochukua kalamu ukaandika, kalamu ikakuwezesha kuandika barua, kuandika kitabu, kutoa ujumbe au simu yako hivi, Mungu anakutumia wewe. Ndio kama simu ya Mungu, anaandika na send message. Kwa message zako zinazotuma na kuwa sent zikawa delivered, wewe mwenyewe ndio wewe. Sasa nenda kwa wengine kama ile mikate mitano ya Yesu. Jali mahitaji ya watu wengine. Usijijali wewe peke yako. Sawa, jipende, atuseme usijipende, lakini Yesu anasema mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Daima tusaidie. Yule mtu unayemsaidia anaweza akakupa sala hii, pengine mimi huyu alinipa sala hii. Kuna wengine unatoa maneno mazuri, Mungu akubariki sana. Na huo ukisaidia mtu, kuna wengine wanaguswa. Unaona anasema, Mungu akubariki sana kijana wangu. Japo wengine ukimpa pengine akaona umempa pesa kidogo au kitu chochote ambacho ni kidogo, unaona wengine wanachukia. Au wengine wanatoa kwa sababu ya kujionesha. Kumbe tusifanye hivyo. Tutoe na Mwenyezi Mungu atatujali ya kadri tulivyotutoa. Wapeni ninyi chakula. Askofu Mkuu Ruzoka alikuwa anaongea na anaendelea kuongea. Kitu cha pili ni hiki. Muujiza huanza pale pale tunapotoa kidogo tulicho nacho. Narudia pale pale. Huyu mzee amenitafakarisha sana. Fikia karatasi kadogo sana, lakini na mimi kamenitendea muujiza. Imenitafakarisha sana kwamba Mungu hata kama tunapitia magumu, Mungu baadaye anafanya baadaye yetu maisha yetu ya mbele yawe safi, kwamba mateso ni mpito. Safi. Mzee huyu amenipa zawadi kubwa sana. Pointi ya pili, muujiza huanza pale tunapotoa kidogo tunachokuwa nacho. Wanafunzi walimwambia Yesu, hapa tuna mikate mitano na samaki wawili, hii itatosha nini? Kwa macho ya kibinadamu, chakula hiki kwa kweli kilikuwa hakitoshi, ni wazi. Na kwa watu zaidi ya 5,000. Lakini Yesu alibariki, akawaambia vilete hapa, akabariki na akawapa mitume wake wakawagawia watu. Kumbe ninachotaka kusema ni hiki. Mungu mara nyingi hafanyi kazi kwa kutumia kile tusicho nacho. Anaanza na kile kidogo unachokuwa nacho tayari. Kumbe na sisi tuseme hivi, nina muda kidogo, mpelekee Yesu. Nina kipaji kidogo, nikitumie kwa ajili ya wengine. Nina mshahara kidogo, na mimi nimpelekee Yesu. Tumie kwa ajili ya familia yangu, muujiza utafanyika. Nina imani kidogo, nenda kwa Yesu, imani yako Yesu ataifanya iwe kubwa. Ataifanya iwe kubwa, sio na wasiwasi. Hata tunapoomba, tumwambie Mungu nacho hiki kidogo, kizidishe kiwe kikubwa. Mtoto huyu mitume hawa wamekuwa na hiki kidogo, lakini kikazalishwa kikawa kikubwa.
Na sisi katika udogo wetu, katika madogo tunayokuwa nayo, usisite kusema kwamba mbona ni kidogo. Hapana, usiwe na wasiwasi. Nakumbuka hata Mama Teresa alishawahi kuhojiwa na mwandishi wa habari akasema, Mama Teresa, mbona unawajali maskini wengi mamilioni duniani, utamaliza kuwasaidia? Akwambia hivi, hata kwenye bahari ukichukua glasi moja ya maji ukawimwaga kwenye bahari, bahari na maji mengi, lakini kuna kitu kinaongezeka. Kumsaidia hata kama ni mtu mmoja, mjali hata kama ni mtu mmoja. Kitu cha tatu tunachojifunza na pengine cha mwisho ni hiki. Yesu anashirikisha wanafunzi wake katika muujiza ule aliyoufanya. Tunaambiwa kwamba mara baada ya kubariki mikate ile, Yesu hakuwagawia watu moja kwa moja. Aliwapa wanafunzi na hao wanafunzi wakawapa watu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kutenda kazi kupitia sisi wanadamu, kutushirikisha na sisi katika kazi anayoifanya. Ndiyo maana leo Yesu pia anaendelea kuwalisha watu kupitia kanisa lake kwa njia ya sakramenti, hata kwa vitu vya kimwili. Ndio maana tunaitwa, unakuta tuna vikundi mbalimbali vya kusaidia wasiojiweza, kuwatembelea wazee na kadhalika. Shughuli zote tunazozifanya ni Yesu huyo anafanya kazi kupitia sisi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, Yesu ndiye macho yetu, ndio miguu yetu, ndicho kila kitu chetu. Lazima tufanye Yesu aonekane ndani mwetu. Sasa pengine tuseme kwamba katika maisha yetu ya kila siku na sisi tushiriki ile kazi ya kuleta miujiza katika maisha ya watu. Usiwe na wasiwasi na usiwe na hofu. Shiriki, usirudi nyuma. Mimi napokuwa maparokiani, hata napokuwa parokiani pale nyumbani, unaona kwamba kuna watu unaona na kipaji, lakini unaona Father, mimi na shughuli nyingi na kazi za serikali. Au mwingine unaona hapana, mimi labda uongozi siwezi, au mimi muda sina. Hapana. Hapana. Mungu amekupa hayo, anataka uyatumie. Je, akiyachukua nguvu ulizonazo, kwa mfano ukaugua, pesa ulionayo, kwanza hivi vitu tutaviacha. Kwa taarifa yako, nilikuwa naambia siku moja pale Tabora nilipokuwa kanisa kuu pale kwamba hata wale watu wanaomiliki maduka makubwa ya hardware wana makontena ya simenti sui mangapi, akifa labda itatumika mifuko 10-20 kutengeneza kaburi yake, mengine yote anayaacha. Tena tungejengea hata ukarimu wa tabia kuwa karimu, tunaacha hata mali zingine kwa kanisa. Kanisa linazitumia kwa ajili ya kuwasaidia wengine na kuendeleza kumtangaza Kristo. Vitu vingine tunaviacha, ndugu zetu wanauana, vitu vingine tunaviacha, ndugu wanapigana kwa sababu ya mali zile tulizoziacha. Pengine uko pale hata umemaliza kuzikwa, watu wajasambaa pale nyumbani kumaliza hata zile siku 2-3, basi watoto wako, ndugu zako wanaanza kupanga. Kwanza hata unapokuwa unaugua, ndugu zako wanaanza kupanga samari yake tutaigawanaje. Vitu vya kusikitisha sana. Hebu tushiriki na sisi katika miujiza kama Yesu alivyowatumia wale wanafunzi, wakawapa watu, wakakusanya na yale mabaki. Na sisi Yesu leo anakuita, nataka kufanya muujiza kwa watu. Kuna watu wana njaa, kuna watu wana kiu, kuna watu wana mavazi, kuna watu wagonjwa hospitalini, kuna watu wako kifungoni. Yesu anakuita wewe, anataka kutumia wewe ushiriki katika muujiza wa kuwasaidia hao watu. Lakini pengine kitu cha mwisho ambacho nikiongeza, lakini ambacho ni cha muhimu sana pia, mababu ni cha 4, kwamba muujiza huu wa mikate 5 na samaki 2 unaashiria Ekaristi Takatifu ambayo Yesu alikuja kuiweka baadaye kabla ya kupaa mbinguni. Mababu wengi wa kanisa wanasema hivyo. Hata baadhi ya wanazuoni wa Biblia wanasema inaashiria Ekaristi Takatifu, ambayo ni zawadi kubwa sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia. Ekaristi Takatifu, chakula cha uzima wa milele. Ndio maana Mkristo anayelishwa na kupewa Ekaristi Takatifu anapaswa kuwa tena kuwa mkate ule unaojimega na kwenda kujigawa kwa watu wengine, kama vile padre alivyochukua mkate ule akaumega, tukawa tunawakomunisha mwili wa Kristo, mwili wa Kristo, naitikia amina. Na wewe inabidi baada ya kumpokea Kristo Yesu Ekaristi ujimege, uende kwa watu wengine uwasaidie, na wewe Ekaristi Takatifu katika maisha ya watu wengine. Ni kitu cha muhimu sana hicho katika maisha yetu.
uwe ekaristi takatifu kwa watu wengine. Sio ekaristi takatifu Mungu mwenyewe, lakini Yesu akuingie akubadilishe maisha yako. Usibaki tu kwamba mimi ni mtakatifu hapa, mimi ningeungana na Kristo, wakati kuna watu wengine wanahitaji huduma yako, upendo wako. Kumbe tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie hilo. Lakini kingine hicho kidogo, nimesema matatu lakini nimechombeza hiki, Roho Mtakatifu ameniingia sasa hivi. Mungu wetu ni Mungu wa ukarimu. Our Lord is so generous. Mungu ni mkarimu kupita maelezo. Na ule muujiza kimsingi wa mikate mitano watu kula na vikapu 12 vikabaki, inaashiria makabila 12 ya Waisraeli, mitume 12 ambao ndio waliendeleza kazi ambao mpaka leo na sisi tunaiendeleza. Hata mimi ninaposhiriki hivi na mimi nashiriki katika hilo. Ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Mungu ni mkarimu kupita maelezo. Ndio maana hata Jumapili ya 17 kimsingi kuanzia 16 kanisani tulipokuwa tunasoma ile Injili ya Mathayo kwenye sura ya 13 ile na kuendelea, inayosema ufalme wa Mungu umefanana na shamba ambalo ndani yake mtu amegundua kitu cha dhahabu safi, lulu ya dhahabu, lulu yenye thamani kubwa sana. Anaenda anauza kila alicho nacho, anaenda kulinunua ile shamba. Hii kitu ni cha muhimu sana. Ameona madini yale ni ya thamani, akauza alicho nacho akaenda kuyanunua. Unajua Mungu ni mkarimu kupita maelezo. Ametuona sisi tuna thamani kubwa, fikiria, akatupenda mpaka akauza alivyo navyo vyote. Unajua alichouza alicho nacho kikubwa sana nini? Maisha ya mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Fikiria mtu anamtoa mtoto wake ili akukomboe wewe. Uone kwamba wewe ni mtu wa thamani kubwa sana. Mungu wetu ni mkarimu. Anatoa rafa lakini haishiwi. Na kadri anavyotoa ndivyo vinakuwa vingi zaidi, muujiza unaongezeka. Mungu wetu ni Mungu wa ukarimu. Hebu pengine sisi tuige mfano wake wa kuwa karimu. Wapendwa, basi usiwe na hofu. Kidogo ulicho nacho pelekea wewe. Vipaji vyako, dhambi zako hata kama nyingi kiasi gani, magonjwa yako, huzuni yako, tamaa, kule kukata tamaa, mpelekee Mungu na afanye muujiza. Tumalize kwa kusema sala hii tukimuomba Mungu. Bwana Yesu Kristo, uliwahurumia watu, kawaponya na kuwalisha. Leo mimi na wenzangu wote wanaonifuatilia, wewe unayenisikiliza, Mungu tunakuja kwako. Tuna mikate 5 na samaki 2 wa maisha yetu. Imani yetu ni ndogo, tuna majeraha, tuna huzuni, wengine magonjwa, madeni, hofu, watoto wetu walio na ndoa, familia zao, wake zao, waume zao, vitu vingi sana tunakabiliana navyo. Lakini tunasema Bwana, tunavileta kwako na tunakukabidhi wewe. Basi tubariki, bariki haya madogo tunayokuwa nao, bariki shida zetu, tuzidishie imani Bwana, tuzidishie imani, matumaini, na utufundishe kushiriki na kukutegemea wewe katika maisha yetu ya kila siku. Wape watu wenye njaa chakula, wasio na mavazi wape mavazi Bwana. Wale watu wagonjwa wape faraja, waliokata tamaa wape matumaini, nasi tufanye mkate uliovunjwa na kumegwa kwa ajili ya wengine. Tunapoondoka, tunapotafakari neno hili la Mwenyezi Mungu Baba, tujaze neema yako ili tuakisi maisha yetu ya kimungu kwa wengine. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nikutakie wakati mwema, tuendelee kuombeana. Nenda ukajimege, ufanye muujiza kwa watu wengine kama nilivyosema. Tumsifu Yesu Kristo.